Sharibu utaona namna ambavyo timu imekuja imecheza vizuri. Kwa hiyo kongole sana kwa technical bench, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Lakini kikubwa siku zote wanasema na nitaendelea kusema, mwisho wa safari moja ndio mwanzo safari nyingine. Ila leo la Mbeya City linakwisha hapa. Target ya Simba, akili ya Simba kichani mwetu za kuelekea nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Umesema mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Pengine tunategemea ndio mwanzo wa safari ya Mutale leo hii. No, nimezungumzia safari kwa maana kwamba bado mechi ziko mbele. Bado mechi tunahitaji kupambana. Lengo la Simba mwaka huu kuona namna ambavyo tunachukua ubingwa kila kombe ambalo kwa mbele yetu. Nafikiri mmeona tuko kama nilivyozungumza nusu finali ya shirikisho, tumemaliza shirikisho la CRDB Federation Cup, tumebakia na shirikisho la Afrika, nafikiri tunacheza tarehe 20. Kwa hiyo kikubwa tunachosema kwamba tumemaliza safari moja CRDB Federation Cup, imebakia safari nyingine ambayo tunaelekea kwenda kupambana dhidi ya Stellenbosch. Niwaambie wana Simba, tuna kazi kubwa. Tuna kazi ya kufanya. Eti malengo yetu yaweze kutumia, maana yake lazima tuungane, tushikamane ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanakwenda kufanyaje? Yanakwenda kutumia. Tumebeba dhamana kubwa ya Afrika Mashariki. Tumebeba dhamana kubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa nia na madhumuni mwaka huu kuona tunafanya jambo kubwa katika bara la Afrika na Afrika Mashariki inasimama, Tanzania inameremeta. Hakika inshallah na imani kwa Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumejipanga. Kikubwa tusimame katika inshallah, juhudi ziendelee, tufanye makubwa katika mashindano ya shirikisho bara la Afrika. Wanasema kwamba wametuma mashusho tayari mapema kabisa kuiangalia Simba namna ambavyo inacheza. Simba ni timu kubwa. Tunajua sayansi ya mpira namna ambavyo ilivyo. Tunajua kwamba Stellenbosch wanatuhatiria vizuri. Lakini moja katika klabu hivi sasa Afrika, ukihesabu kwenye vilabu vinne vyenye technical bench bora, basi Simba anaweza kupata ya pili au ni ya tatu. Ile technical bench la Simba ndio wanaona pale ni watu 9, kila mmoja na kazi yake. Wao wanaweza kufikiria, wanaanza kutusoma, lakini sisi tuliwasoma kabla ya mechi yao hawajacheza na nani? Hawajacheza na Zamalek. Kwa sababu tulijua kati ya Zamalek au Stellenbosch mmoja kama nani tutakutana naye. Kwa hiyo technical bench imeshamaliza kazi yake. Kazi inabakia kwetu sisi mashabiki wa Simba. Na moja kazi yetu sisi kwenda kuhakikisha tunakwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa. Kila ambacho tulichokionyesha juu ya Al Masry ndio kitu ambacho tunatakiwa kukionyesha juu ya mechi ambayo inafanyaje inayokuja. Mimi nawaambia mashabiki wa Simba, huu ndio ukweli. Sisi mashabiki wa 14, wachezaji wa 12, tukienda kutekeleza majukumu yetu kwa namna wachezaji hao niona leo hapa, Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Kisugu, kabla ya mechi ya Zamalek pamoja na Stellenbosch, watu wengi mliamini kwamba mtakutana na Zamalek, lakini Stellenbosch akafanya surprise. Hajawashtua hiyo kwa upande wenu nyinyi? Hajatushtua. Siku zote Waswahili wanasema Mungu atakayomuomba ndio atakayokupa. Wakati ukiweka kumbukumbu vizuri, wakati unachezesha draw, 80% watu wa Simba walikuwa wanataka Stellenbosch. Lakini kwa bahati mbaya akatokea nani? Al Masry. Kwa hiyo Mungu alisema Simba mmemuomba huyu mtu, amefanyaje? Ametuletea. Niwaambie wana Simba, wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Na wakati sahihi wa Simba ni wakati huu. Tunakwenda fainali ya shirikisho barani Afrika. Wapinzani wenu wakipita hii hatua ya fainali, wenda hiyo pia inawapa mzuka nyie kuhitaji kuvuka zaidi kwenye hii hatua. Mimi nafikiri historia huwa wanasema waandishi, kuna muda mwingine nipo 10,000 hapo. Mama unaitaka hiyo? Okay bata. Shida ni historia. Sisi tumeshawahi kucheza hili kombe. Shida vijana wa leo, shida vijana wa Instagram, shida vijana wa Twitter, kuna muda mwingine mnalazimisha kile mnachokiamini nyinyi ndio kiaminike.